Inakuaje mzee? Fresh. Woza. Ama siku hizi wanasalimiana aje? Labda Mbwekse. Ama uchune. Sema aje lakini. Mimi niko bie bana. Leo unasema unatuweka on pande gani? Leo naweka on vibaya sana. Usikiza sasa leo niko na Umesema unatupeleka Coasto ama? Nawapeleka tu Coast kutoka Wazingishu hadi Coast. Kuna kasafari fulani hivi ni mwandarini tu, safari ya Mombasa yani. Alafu unasema hiyo safari iliendaje, ilikuwa lini, vipi hivi ndugu, namna gani? Bro, usikia sasa niliambushiwa tu, kwa hivi warehouse fulani, nikateremka hivi chini mtaani. Nikapatana mkoro fulani akaniambia alikuwa beshte yangu. Umeona? Alikuwa ama bado ni beshte yako bro rada? Bado tu ni beshte, but sasa najua ile boundary fulani sasa hii nimekatimiza. Haiwezi nipata ule mimi wa zamani. Umeona? Juu safari ya Coasto ilikuwa rahisi. Yaani niko na kazi nyingine ngori sana. So nilitoka hapo hivi walinipigia simu. Kwa hivyo ulikuwa umeenda kazi? Nilikuwa nimeenda wera. Na ni linki. Na ni linking tu best tu anakuconnect hivi na wera. Ndio sasa rafiki yake fulani anasomanga na yeye. So anataka mtu wa kazi. Mimi naye nimejituma mbio mbaya. Ndio huyo mimi. Sasa nilikuwa kazi, sasa nikapigiwa simu. Nimekuja hivi teketeke bado nimefika kwa nyumba hivi. Nimechukua tungu hadi ni chafu tu nimezipack zote juu amenipigia simu amesema tumelipa tamidi msee cheki. So na wewe inafaa uwakilishe leo kazi. Kwa zile za balai. Nimetoka hivyo nimefika tamidi manzee, siku yangu ya kwanza kuenda Mombasa. Kijana amekuwa unemployed for long bana. Iza bro. Nimefika huko nikidhani ni shughuli safi. Itajipa inshallah. Bana sasa nimetoka hivi nimeingia kwa basi hivi, ni mara yangu ya kwanza kwenda Coast. Sasa mimi nauliza pale kwa stage, rada. Manze Coast kuna kaaje? So yani juu naambia nasikia huko weather ni hatari, nibebe majale na mimi nimetoka huku na unajua bara manze tunakuwa na majale hivi kibang kwa nyumba. Sasa ni zangu mbili. Fika. Bas manze safari ni ya usiku. Just jet travel usiku mzima. Tumefika Nakuru, watu wanaenda kununua keroma usiku. Mimi sina shilingi. Rada, kwani huku pewa mileage, wanaitanga mileage? Sasa ni hao sasa. Wao kuniwai. Sasa waliniambia tu sisi tumelipa tamid na unajua hiyo dau tunakata kwa mshande. Mimi nani. Nimefika huko. Tumefika Mariakani sasa pale. Watu wanaanza kushuka hivi. Mimi nimedhania tumewasili Mombasa. Kumbe si Mombasa man. Kumbe si kwa stage kwenyewe. Ni wapi huko? Ni Mariakani nyuma, sasa ndio tufuge hiyo kadaraja fulani kwa pale. Ya bahari. Mombasa yote mazee ni bahari. Kiendo angalie. Mimi nishangaa mazee. Kwani bara, maisha ya bara kwani? Zindi hatunanga bahari, zindi mamitoni tu. Alafu kuna watu huko hivyo wanatamani kukuja huko. Bara sasa ni wenye tuko sasa huko Wazingishu, kutoka Kanairo kurudi hivi yote huko ndani. So kutoka Kanairo kurudi hivi ni bara. Sasa unajua huko kwa beach hivi kando ati sasa mahali wako karibu na bahari sasa tu kwa sababu coast. So tumefika hivi kwa stage, nimepigia Dela hivi nimemwambia niaje Dela. Nimedonjo nimeshawasili niko huko. Nimeshuka hivi na majala hivi kwa dinga hivi. Kwa basi. Sasa sikii watu wanashangaa huyu mzee anatoka wapi kwani? Huko jua naye, nilisweat mzee manzee, na unajua mimi sijazoea hivyo. Luku. Nikasema huku ni wapi? Si Dela katumana mzee akanikamia. Mwanangu wa kwanza sasa kupanda firi sasa. Nikapita pale Likoni. Walikuperemba? Tulipita hivi Likoni, wakatuambia manzee hiyo ni nini? Nikamwambia hii ni nguo zangu. Akaniambia leta hiyo bag. Akachukua kwanza bag yangu moja safi. Kanimwambia hivyo, akaniambia na mbona nywele ni big hivi unakaa shagi. Rada. Nilikuwa na nywele shagi though, nilikuwa nimetoka wax huko. Inawahusu aje? Sasa mimi nashangaa rada. Sasa nikamwambia hii ni nguo zangu. Ni makladi tu nimebeba, mimi naenda wax huko chini. Akaniambia iko bie. Lakini tunaweza angalia bag yako. Kaambia kwa nini? Nataka tu tutoe tuangalie tu vitu kama
Unajua huko ndani haturuhusu drugs. Ulikuwa unakaa mtumizi ama muuzaji? Sasa mimi nilijishuku haieleweki hata kama mtumizi. Alafu walikuwa wanaona juu huyu ni mtumizi mpaka ako na Biblia, alafu nguo ni chafu zote man. Rada kashangaa msesi ananianika mbele ya watu manza, anatoa nguo zangu zote chini man, mpaka inadori. Usikiza wife alikuwa amesahau nini samo yake ndani. Samo nigri. Usikiza sasa. Wow. Samo gani? Sasa samo gani hiyo? Usiwori. Caught in 4K. Telezio kwa upara ama ukitaka caught in 4K. Usikie ukitaka sasa uende pale subscribe, follow na uulize maswali. Mimi niko ready kukujibu. Sawa. Tuko on. Sasa nimefika hivi kwa Dela sasa. Yes. Sasa Dela nimepanda hivi, unaona matatu yao? Nimepanda hivi dinga ya Coast man. Jua inapiga hiyo nini, nilikuwa nashangaa huko bana, matuktuk ni kibao man. Tuktuk ni kama kazi zote sasa. Nimefika hivi kwa tajiri kwanza, nimepata tajiri ya yuko ananiambia tajiri anamoka lazima jua alitumana msaya kuja mchukue pale kwa nini. So kwa feri. Kwa feri. So mimi nimefika hivi kwa tajiri, nimeangalia hivi kuna maembe huko hivi nini. Maolangala. Vitu huko kwa garden yake, kuna garden na pale kuna makuku kuna madogija masheva nini, kuna vitu kibeng pale. Sasa mimi niko zile za sasa hii ndio kazi nimeitiwa. Si mimi nilikuwa nimeambiwa ni kazi ya kashake hivi kidogo na kuangalia kuku tu hizi za kienyeji. Na ni hivyo tu na mshande inaingia. Kumbe sasa shughuli ni unaosha umbwa, kuna kuosha dogi, German Shepherd pale hivi ndani kulikuwa na kujipikia, unaenda unachafutia kuni huko hivi unajipikia. Pale ndani hakukuwa na toilet man. Rada. Unaenda choo. Flying toilet. Bana huko ndani unaenda kwa kichaka. Tulikuwa kwa msituni fulani. Sasa rada. Kama unaona mtaa yako imedevelop kaka Nairo hivi ama huku Wazingishu. Manze shukuru sana. Turia hapo kwa choo umetupata off guard. Turia. Mpaka kuna waganga sasa. Turia. Umetupata off guard pale nani? Mtu wangu rada. Ati unasema choo namna gani? Hakuna sasa unaenda kwa kichaka sasa hiyo. Mambo gani haya bro? Unaenda sasa kwa msituni na msituni ni kipi? Mambo gani haya? Kuna waganga sasa. Sasa kitu yenyewe sasa mimi dei yenyewe niliingia hivi. Usikiaza nilinama msee. Ukifanyia Msomali kazi msee. Usitamani msee. Wala sio ana huruma, ni kama matibabu. Hapana bro, usiseme hivyo, lakini si labda ulienda saa yenye wamefunga kuswali ama wanaita nini? Hapana, walikuwa alhamdulillah inaitwa aje? Hapana. Kumsi nakwambia kumsi alituteza design fulani man mpaka nikajiangalia. Msome nje. Nikasema wazee mimi stahili kutulala njaa, tulikula tu mboga greens peke yake ya shamba msee. Greens plain. Plain. Wiki kama 2 man. Zolo. Greens plain. Alikataa kununua stock msee. Ati tumemaliza unga. Alikuwa na provide tu unga 1 kg bandali mzima. Umeona? Na si umsalimia hapa kidogo. Lakini asikie sasa kwamba mimi manze maisha yangu nilirudi huko bara, lakini manze najituma sana. Kwa sana. Juzi ile mshande alikuwa anatulipa ilikuwa ndogo man, huko ulikuwa unaenda unajitafutia kuni kwa msituni, unakuja unajipikia, unapikia umbwa, unaosha hiyo umbwa 6. Unaenda unafagia kwa nini yao. Hiyo store yao. Unaenda pale hivi unashughulikia kuku za grade pale, unashughulikia kuku za kienyeji. Kuna mpata, kuna kanga. Alafu tulikuwa nalala chini ya tangi mzee. Sasa kama hii ni tangi kwa hapa juu. Sasa hapa chini ndio tunalala karum fulani hivi kama kakonde tu hivi man. Mzee kwa anajali na sisi tunamwambia mzee si mzee tunateseka huko. Siku ya kwanza mzee nilienda hivi, hiyo siku ya kwanza venye niliingia hivi man nililala tu njaa man. Na nimesafiri siku ngapi? Siku moja usiku mzima sijakula kitu. Alafu nimefika huko asubuhi yake man.
Nimeenda nimefika kwa komponi yake, maana hata hakuna hata kikombe ya chai, hata maji man. Alafu sasa niambie maji ni ya chumvi, ananiambia ndio maji ya chumvi pale. Tajiri ako na maji ya chupa mzee. Maji ya chupa yenye ananunua pale dukani. Alafu sasa niambie hao wazitoko na roho gani kwa. Wewe niambie hao wazitoko na roho gani. Sasa mimi nilikuwa nafikiria tu hivi. Though mimi nasema si wote ni wabaya, lakini wao yao ilikuwa worse. Alafu kuna msemo mwingine alikuwa fundi pale. Kuna siku maishambuliwa na nyuki huko ndani. Mzee alikuja akatumwa ati tajiri amenituma nitoe mzinga pale juu. Sasa tumetulia hivi kwa plot, kuna watu ya masonry, kuna vitu mingi huko ndani watu walikuwa wanafanya, kuna kazi ilikuwa inapangika pale hivi. Masonry walikuwa wanajenga ka store ya kuku hivi. Manze. Boss sasa mzee mzinga ameenda, mzinga ikaanguka chini. Wacha sasa manyuki zimetupiga kwa hiyo plot. Madhe alikuwa mpaka na majani miti ya maembe. Majani ilikuwa ikimwagika chini. Kama uchafu. Sasa inafaa tufanye hiyo kwamba nikuwe safi tu kila siku. Na ni miti karibu 8. Alafu hiyo kazi man, unaamuka saa 9 asubuhi manze, lights ziko huko ndani na ni kwa forest. Saa 9 usiku kuna wale vijana wa mapanga leo huko ndani. Alafu unajua mimi hapo ananiambia ngeo mtaenya alinua huko. Wako ananiambia ati security iko fiti. Security mbovu man. Wase wa mapanga leo wale vijana wa ukuli. Wanakuja wanatuataka, wanaiba vitu man. Kama kuna siku tumetimuliwa hivi wanatuambia ua. Nataka kujua story full kuhusu hao vijana. Walitukimbiza man, tuliruka tu kwa fence huko tukaenda man kule manze, tulikuwa tuna fight for survival manze. Asingine manze, maji ni ya chumvi manze, ukimeza tu hivi unasikia koo imekauka, tuko karibu na bahari. So mimi siku yangu ya kwanza wakanipeleka kwa bahari. Nilipoangalia bahari nisema what a massive manze. Big jo. Huko hivi bara tunaonaga tu swimming pool. Lakini sasa hiki kitu mpaka kuna niangalie kwanza mameli zingine manze big tu. Ndio mimi maisha huko sasa tunaangalia lakini kidogo tu. Sasa chenye imebaki nipande ni ndege peke yake. Hiyo ndege ndio napanda next. Nimepanda feri sasa nimepanda meli. Sasa manze, mimi naweza waambia full story ukitaka kufuatilia manze, subscribe kwa channel yangu. Channel ni itakuwa ya Wisdom. Mimi naitwa Madman, itakuwa kwa Madman. Inshallah manze, kama kuna maswali mtaniuliza pale comments. Like natakuwa nachangamka na nyinyi. Inshallah. Hiyo ni mad man. Hiyo ni mad. Yaani Madman ni mmoja, hata ukienda Mathare utaambiwa Madman hayuko huko juu. Sasa kila mtu kimuuliza wewe ni Madman, mimi si Madman, lakini Madman ni mmoja peke yake, ni mimi. Wolan